muda hautoshi, kila mmoja angetoa ushuhuda ambao Mungu amemtendea katika maisha yetu. Lakini kwa nini tujifunze kushukuru? Kwa nini tumshukuru Mungu kila siku? Kwa nini tumshukuru Mungu kwa kila jambo ambalo linatokea katika maisha yetu? Twende kwenye kitabu cha Zaburi 136 kuanzia mstari wa kwanza. Neema ya Mungu ni ya ajabu, matendo ya Mungu ni mengi. Hata kama tungeanza kuanzia asubuhi kusimulia yale makuu ambayo Mungu anayatenda kwetu, hatungeweza kumaliza. Lakini hapa kuna mambo kadhaa kwa nini tumshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema. Kana na hiki kitabu cha Zaburi 136. Tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema. Yeye ni mwema, anawatendea watu wote wema. Hajali huyu ni mtu mbaya, hajali huyu ni mtu mwema. Kila kitu kwake ni chema. Kila kitu kwake ni sawa. Wanadamu wema na waovu huwapatia mibaraka. Kwa nini sasa tusimshukuru Mungu? Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye habadiliki. Nyakati zote yeye ni yule yule. Kwa hiyo tunapaswa kumshukuru Mungu. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa sababu ni mwaminifu. Ahadi zake ni za milele. Alivyowaahidi wana wa Israeli kuwatoa Misri, kuwapeleka kwenye nchi ya raha, alitekeleza. Alivyokuahidi wewe kukutoa kwenye magonjwa, ulipomuomba, alitekeleza. Ulipomuomba jambo fulani, alitekeleza. Kwa hiyo yeye ni mwaminifu, kwa nini usimshukuru? Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa sababu upendo wake ni wa milele. Mungu hajawahi kumwacha mtu mdhambi. Mungu hajawahi kumwacha mtu mbaya. Lakini pia Mungu hajawahi kumwacha mtu mwema. Anawajali watu wote. Kwa nini tusimshukuru? Yohana 3:16. Maana jinsi yeye Mungu aliupenda ulimwengu, sio ulimwengu ulimpenda. Tulikuwa wadhambi, tulikuwa wachafu, lakini Mungu hakuona kwamba hicho kitu ni kigezo cha mimi kushindwa kumpenda mwanadamu. Mungu aliamua kutupenda licha ya kwamba sisi ni wadhambi. Mungu aliamua kutupenda licha ya kwamba sisi hatumpendi. Upendo wake ni wa milele. Kwa nini usimshukuru Mungu? Zaburi 136 mstari wa kwanza, ninapokuwa ninaisoma nakuwa ninatafakari sana. Mangapi sijamtendea Mungu wema? Ni kipi ambacho sijamshukuru? Ndio, siwezi nikakumbuka yote, lakini yale nitakayokumbuka au yale utakayokumbuka, jaribu kumshukuru Mungu. Kuna nguvu katika kushukuru. Lakini pia tunajifunza kushukuru au kumshukuru Mungu wakati wa taabu. Natakiwa kujifunza kumshukuru Mungu wakati wa taabu zetu. Kama mwanzo tulivyokwisha kuzungumzia kwamba wanadamu wengi tu watu wa kupokea, lakini tu wanafiki wa kutoa shukrani. Jifunze kumshukuru Mungu hata wakati wa majaribu. Kuna ushindi katika kumshukuru Mungu. Nafsi kuna ndume ninazipenda kwenye kitabu cha Matendo 6 mstari wa 25 na 26. Na ndume zilimshukuru Mungu kwenye majaribu yao. Ninapokuwa ninasoma habari za Paulo na Sila, zinanifanya mimi nimshukuru Mungu pia katika wakati wangu wa majaribu. Paulo na Sila wamekamatwa. Paulo na Sila ni watumishi ambao walijitoa maisha yao kwa ajili ya kueneza injili ya Mungu. Lakini wanakamatwa, wanatiwa gerezani. Hakuna kosa walilolifanya la jinai. Wanatiwa gerezani. Lakini licha ya kwamba wametiwa gerezani, hawaachi kumshukuru Mungu. Wanamuomba Mungu usiku wa manane. Wanaamka, wanaanza kuimba nyimbo za shukrani, nyimbo za shangwe. Wapo katika nyakati ngumu, lakini bado wanamshukuru Mungu. Wafungwa wengine wanaitikia, wanaanza nao kushukuru. Halo, kuna ushindi katika kushukuru. Milango ya gereza inafunguka. Paulo na Sila kwa maombi ya kushukuru, ushindi unaonekana. Unapokuwa unamuomba Mungu kwa kumshukuru, ni baraka mingi inafunguka. Kuna hatari pale tunaposhindwa kushukuru. Tunaposhindwa kushukuru, tunafanyika kuwa watu wa kulalamika.
Unaposhindwa kushukuru, unajijengea tabia ya kulalamika. Unaposhindwa kushukuru kwa kulizika kwa kile ulicho nacho, unajiwekea tabia ya kulalamika kwenye maisha yako. Na wakati mwingine kulalamika huko kunatupelekea tukose mibaraka ya Mwenyezi Mungu. Sababu 14 mstari wa 26. Wana wa Israeli walinung'unika. Wana wa Israeli walilalamika. Ninaposoma historia ya wana wa Israeli, Mungu aliwatendea mambo makuu mengi, lakini hawataki kumshukuru Mungu kwa hayo ambayo aliwatendea. Ninapata ajabu ninapokuwa ninawasoma wana wa Israeli, walikumbuka mpaka vitunguu swaumu vya Misri. Walikumbuka matangopoli ya Misri, vitu ambavyo havina faida kwenye maisha yao. Wanashindwa kumshukuru Mungu kwa kuwavusha kwenye bahari ya Shamu. Wanashindwa kumshukuru Mungu kwa kuwaepusha, kuwatoa kwenye mikono ya Wamisri. Walikuwa wanawatendesha kazi nzito, wanawachapa mijeledi, wanawatukana, wanawafanyisha kazi ngumu. Mungu amewatoa kwao, amewavusha kwenye bahari, lakini bado wanaanza kukumbuka vitu vilivyokuwa kule walikokuwa wanateswa. Mara ngapi umekuwa ukikumbuka vile vitu vinavyokupatia faida, unaacha kumshukuru Mwenyezi Mungu? Kuna wakati mwingine tulipitia maisha magumu, kuna wakati mwingine tulipitia shida, lakini Mungu alituvusha. Kwa nini usimshukuru Mungu? Wana wa Israeli wanashindwa kumshukuru Mungu. Mungu anawaambia mizoga yenu itaanguka. Katika maisha yetu tunaposhindwa kumshukuru Mungu, tunakosa mibaraka ya Mwenyezi Mungu. Tunapomshukuru Mungu, tunapata mibaraka ya Mwenyezi Mungu.